Habari ndugu mfuatiliaji wa channel yako pendwa kabisa ya Gast Online TV ambayo inakuletea mambo mbali. Lakini siku ya leo nitaenda kukupa option ambayo itakuwezesha wewe kubeti kiurahisi kabisa tena kabisa. Kwa hiyo moja kwa moja kama unatumia account yako ya BetPawa, utaenda katika Google Chrome, utaandika BetPawa, itafunguka kama jinsi unavyoona hivi. Ikifunguka kama jinsi unavyoona hivi, timu zenye urahisi kabisa. Utaenda mfano kwenye maarufu hapa, yani timu ambazo watu wengi wamezibetia. Utaenda kutafuta timu ambayo unajua kabisa hii timu inaweza ikafunga goli kipindi cha kwanza na cha pili. Umeona kama hapa kuna Celtic, kuna timu nyingi zaidi. Lakini sasa wewe ambacho unatakiwa ukifanye moja kwa moja, utaenda kutafuta timu ambayo ina odi nyingi zaidi kuliko nyenzake. Mfano kuna timu hapa ambayo inaitwa Crystal Palace. Hii Crystal Palace ina 1.13 ambao mshindani wake wa ugenini ana 20.89. Kwa hiyo wewe chenye utafanya, utaenda kuminya huyu Crystal Palace. Umeona jinsi odds zao zilivyopishana, huyu ana 20, huyu ana 1 na. Kwa hiyo wewe ili upate odds nyingi kwa timu chache, kwa hiyo ukiisha mtafuta huyu Crystal Palace, moja kwa moja utashuka chini kabisa. Ukishuka chini, hapa nimekuwekea Kiswahili ili upate kuelewa zaidi. Ukishuka chini kuna sehemu imeandikwa hivi, na nimekuambia kwamba usisahau kusubscribe, kulike na kucomment channel ya kupendwa kabisa ya Gast Online TV. Hapa inasema kutoruhusu goli Crystal Palace, yani Crystal Palace mwanzo mpaka mwisho asifungwe goli, na kutokuruhusu goli huyu wa ugenini naye mwanzo mwisho. Lakini hapo utaachana napo, utashuka tena kidogo. Ukishuka utakuta sehemu imeandikwa hivi, anasema hivi kuishinda kipindi kimojawapo, yani Crystal Palace yashinde kipindi kimojawapo. Kama utaki odds nyingi sana, unaweza ukawa unachukua hizi hapa, ina 1.08 kushinda kipindi kimojawapo wa ugenini. Kwa hiyo wewe moja kwa moja kitu ambacho leo tunataka tuzungumzie ni kitu hichi hapa, ambao anasema kufunga vipindi vyote, yani Crystal Palace afunge vipindi vyote. Kwa hiyo wewe utampa ndiyo maana yake. Sasa Crystal Palace afunge vipindi vyote, yani kipindi cha kwanza afunge goli moja hata mbili, na kipindi cha pili afunge goli moja hata mbili. Ila hata akifungwa kipindi cha kwanza, mfano Crystal Palace ametoka 1-3, yani Crystal Palace amefunga moja, wa ugenini amefunga goli 3, bado hapo manake Crystal Palace tayari amepata goli. Na kipindi cha pili hivyo ikatoka 1-1, Crystal Palace tayari amepata goli, kwa hiyo ni ushindi zaidi. So umeona kama hapa Crystal Palace wamempa kufunga vipindi vyote ana 1.70, ambapo kushinda moja kwa moja Crystal Palace wamemwekea ana 1.13. Umeona, kwa hiyo mchezo unakuwa mzuri zaidi kama jinsi ulivyoona. Unachagua hivyo, ukishachagua anasema Crystal Palace na huyu wa ugenini kwamba kufunga vipindi vyote Crystal Palace nimemwekea ndio ana 1.70, ambapo 1.70 ukaweka 1000 yako hapo inakupa tayari ni 1700, ambapo ukiweka 10,000 inakupa tayari ni 16,000. Umeona sasa, yani mambo safi kabisa, imradi tu Crystal Palace ashinde kipindi cha kwanza na kipindi cha pili. Kushinda kivipi? Yani maana kipindi cha kwanza apate goli na kipindi cha pili apate goli, hata kama akifungwa, lakini apate goli vipindi vyote viwili. Na hii ni channel ya kupenda